أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Katika darasa la Qur'ani lililopita tulivyoanza mwezi huu wa Ramadhan, nilianza kwa dua tatu zilizomo ndani ya sura Al-Fatiha. Ihdina as-siratal mustaqim, tuongoze katika njia iliyonyooka. Na nikatoa aya zingine ambazo zilifafanua katika sura Baqara kwamba siratal mustaqim ni njia ipi. Siratal ladhina an'amta alayhim pia nikatoa katika sura An-Nisa, ambapo imefahamisha kwamba ni ipi njia walioneemeshwa. Zote utakuta kwamba zimeelekeza kwenye unabii. Na zile ghairil maghdubi alayhim waladhdallin ya mwisho namalizia hivyo kwamba tunamwomba Mwenyezi Mungu atuepushe kuelekea katika njia zenye kuelekeza kwenye kukasirika kwa Mwenyezi, kwenye ghadhabu za Mwenyezi Mungu, katika njia waliopotea. Na tulipofungua sura 40 Al-Mu'min, tukakuta kwamba tumepewa mfano wa watu wa Yusuf walioitakidi kwamba hakuna mtume yeyote atakayekuja baada ya Yusuf. Mwenyezi Mungu anasema kadhalika yudhillu Allahu man huwa musrifun murtab. Hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu thibitisha upotevu, yani adhalin, wapotevu. Kwa hiyo kudai kwamba hakuna mtume atakayekuja baadaye, hiyo ni itikadi ambayo inaelekeza kwenye upotevu, ambayo tumefundishwa dua na Mwenyezi Mungu katika kila rakat na swali. Lazima tusome sura Fatiha na dua hiyo, ghairil maghdubi alayhim waladhdallin. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atuepushe katika njia waliokasirikiwa na waliopotea. Ni nani hao? Alladhina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin atahum, hujadiliana katika aya za Mwenyezi Mungu bila dalili yoyote iliyowafikia. Hawana dalili, hawana hoja. Hao wanaosema kwamba hakuna mtume atakayekuja baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hivi wana dalili gani ndani ya Qur'ani tukufu? Hawana dalili. Sasa tunapo kwenda kutafuta dalili sasa ndani ya Qur'ani tukufu kuhusiana na itikadi hii muhimu sana, ndio hai wenyewe uliopo kwamba patikane nabii wa Mwenyezi Mungu atakayekuwa naongozwa moja kwa moja na ufunuliwa wahi na Mwenyezi Mungu, kama vile alivyopatikana hapo awali. Alipatikana Musa akaleta kitabu cha sheria cha Taurati, lakini walipatikana manabii walikuwa wanafunuliwa wahi moja kwa moja na Mwenyezi Mungu, wahi wa maelezo ya sheria ile ya Musa. Neema kama hizo tumeahidiwa sisi. Sasa wale wasiokuwa Ahmadiyya, Waislamu wengine wote, itikadi yao ni kwamba hakuna mtume atakayekuja baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni khatamun nabiyin. Wao wanasema ni mwisho wa manabii. Aya hiyo moja tu ndio wanayo, hakuna aya nyingine wanayo inayothibitishia kwamba, ambao wanaweza kuitoa kama hoja na dalili kwamba ndani ya Qur'ani tukufu kuna aya kadha wa kadha wa kadha zinazothibitisha kwamba hakuna mtume atakayekuja baada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani inatuambia wa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul, kwamba mtakapokhtilafiana katika jambo lolote mlirejeshe kwa Mwenyezi Mungu, yani kwenye Qur'ani tukufu na kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwenye kauli za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanazuoni wa Kiislamu wanaeleza kabisa kwamba al-Qur'ani yufassiru ba'dahu ba'dan, Qur'ani inajifasiri yenyewe kwa yenyewe. Ndio maana Mwenyezi Mungu asema fa in tanazatum fi shay'in, mtakapokhtilafiana katika jambo lolote, faruduhu, mlirejeshe jambo hilo ila Allah, kwa Mwenyezi Mungu, yani kwenye Qur'ani, wa rasul, na kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikwisha tahadharisha kwamba mkiona hadithi yote inanasibishwa nami ikawa inapingana na Qur'ani tukufu, faruduhu, mwikatae, msikubali. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi kupingana na Qur'ani tukufu. Qur'ani ndio mwongozo wenyewe, na yeye ni mfafanuzi mkuu wa Qur'ani tukufu. Hadithi yake, kauli yake, sunna yake haiwezi kwenda kinyume na Qur'ani tukufu. Sasa wenzetu tunapoambia kwamba kama kweli hatam maana yake ni mwisho,
Tupeni basi ushahidi wa aya angalau hata moja ndani ya Qur'ani inayothibitisha kwamba hakuna mtume atakayekuja baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiyo kwa vipi? Mwenyezi Mungu shatuambia tutafute msaada. Jambo nyeti kama hili, alafu Mwenyezi Mungu aweke ndani aya moja. Tupeni aya moja. Sasa sisi tunao uwezo kuanzia kwenye aya hiyo ya Khatamun Nabii. Hii aya iliweke kwanza iliteremka wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipomuoa Bi Zainab binti Jahsh. Wakapiga kelele makafiri na wanafiki kwamba mtume gani kamuoa yule mkaza mwana wake, wenye watu wa Tanga wapi wanaita mkaza mwana, yani mke aliyetalakiwa na mtoto wake. Sasa Zaid bin Harith alimtaliki yule Bi Zainab binti Jahsh. Hakuwa mtoto wa kuzaa wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa ni mtoto wa kupanga, na Waarabu mila zao wakati ule mtoto wa kupanga akawa anahesabika kama ni mtoto. Ili kuvunja mila ile, Mwenyezi Mungu akamwamuru kwamba basi amuoe yeye, kupuka mila hizo, na pia ndio alistahiki Mwenyezi Mungu kutokana na elimu yake. Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipomuoa Bi Zainab binti Jahsh, zikapigwa kelele nyingi sana, kamuoa mkaza mwana wake na nini na kadhalika na kadhalika. Ndipo Mwenyezi Mungu akateremsha aya hii, ma kana Muhammadun aba ahadi min rijalikum, Muhammad si baba wa yeyote kati ya wanaume wenu. Nasema kwamba Zaidi ni mtoto wa Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hana mtoto yeyote aliyebaleghe. Watoto zake wote walikufa kabla hawajafikia umri wa kuitwa rajul, bali walikufa katika umri wa atfal, wakiwa ni watoto kabla ya kubalee. Watoto wake wa kiume wote Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walifariki katika umri huo. Kwa hiyo mnasema Zaidi ni mtoto wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaidi si mtoto wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio ikaja ile ma kana Muhammadun aba ahadi. Hapa inakataa jambo fulani. Muhammad si baba wa yeyote kati ya wanaume wenu, walakin Rasulullah, lakini yeye ni mtume wa Allah, na si tu mtume wa khataman nabiyin, bali ni muhuri wa mitume, muhuri wa manabii wote. Sasa wenzetu wanasema khatam hapo ni mwisho. Hivi inaleta sense gani? Mwenyezi Mungu anapinga ubaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba Muhammad si baba wa yeyote kati ya wanaume wenu, lakini yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu na mwisho wa manabii. Mwisho kweli? Inakujaje mwisho hapo? Kama huku mwanzo kungekuwa na mlolongo kwamba ametajwa fulani 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 fulani, nabii fulani nabii fulani nabii fulani, alafu ikaja sasa hapo kwamba Muhammad ndio khataman nabii, kwa mantiki ungeweza kusema kwamba hapo mwisho inaweza ikaingia, lakini hakuna kitu kinachoelezwa hapo ya namna hiyo. Mwenyezi Mungu anakanusha ubaba wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa Zaid bin Harith. Ndio aya inasema ma kana Muhammadun aba ahad min rijalikum, Muhammad si baba wa yeyote katika wanaume wenu, walakin Rasulullah, lakini yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na si tu mtume wa kawaida, bali ni khataman nabiyin, ni muhuri wa manabii. Waarabu wanaposema kwamba fulani ni muhuri wa watu fulani, wanamaanisha kwamba huyo ni mbora wa watu wale, mwenye daraja la juu kabisa. Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapa amepewa daraja la juu kabisa kuliko mitume wote. Yeye ndio mbora wa mitume wote. Sasa ukienda kilugha, ukifungua kitabu cha Sharh Jami, anaipambanua vizuri sana hiyo aya. Hii aya khataman nabiyin huku nyuma imefuatiwa na neno walakin, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Walakin
imeandikwa pale walakin lilistidrak. Neno walakin linapokuja sehemu fulani, hilo ni istidrak. Famana alistidrak, na maana istidrak, dafu tawahumi, ni kuondoa shaka, huondoa shaka, min alkalami almuqaddam, kutoka katika sentensi iliyotangulia. Tatawassatu baina kalamaini mutaghairaini, na hiyo lakini huwa inakaa katikati ya maneno mawili yenye kuhitilafiana, nafyan wa ithbatan. Maana kuhitilafiana huko katika nini? Katika nafyan wa ithbatan, maana katika maana nafya yenye kukataa na yenye kukubali. Kwa hiyo neno walakin inaposema kwamba huwa linakaa katikati ya neno, pale imeanza nini? Imeanza sentensi isemayo ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Hii ni sentensi imekataa nafya. Muhammad si baba wa yeyote kati ya wanaume wenu. Alafu imekuja walakin Rasulullah. Sasa walakin hii ndio inaitwa istidrak, ambayo inaondoa ile shaka inayopatikana. Kama sentensi ya nyuma imekataa, baada ya neno walakin, hiyo sentensi inayofuatia ni lazima ikubali kwa aina fulani na kinyume chake. Ma kana Muhammadun aba ahadi min rijal, Muhammad si baba yeyote kati ya wanaume, imekataa hapo. Walakin Rasulullah, lakini yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Sasa baada ya walakin ilitakiwa ikubali, lakini imesema walakin Rasulullah, imekataa Muhammad si baba wa yeyote kati ya wanaume wenu, walakin Rasulullah, lakini yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Sasa ile maana ya istidrak, Rasulullah, ilitakiwa yenye kukubali, imekataa kwamba yeye si baba wa yeyote kati ya wanaume. Baada ya lakini ilitakiwa ikubali kwamba yeye ni baba, si baba walakin ni baba. Sasa hapo ndipo watu wanapotakiwa watafakari. Muhammad si baba wa yeyote kati ya wanaume wenu, lakini kwa kuwa kwake mtume wa Mwenyezi Mungu anakuwa ni baba yenu wa kiroho. Ndio maana katika sura hiyo nyuma tu kumeelezwa kwamba wa ummahatuhu azwajuhu, wake wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa azwajuhu ummahatuhu, yani na wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni mama wa waaminio. Sasa wake wa mtume wanakuwa ni nani? Ni waaminio, ni mama wa waaminio. Je, ni mama zao kuwazaa au ni mama zao wa kisifa, wa kiroho? Kwa hiyo Muhammad si baba wa yeyote kati ya wanaume wenu, walakin Rasulullah, lakini kwa kuwa kwake ni mtume wa Mwenyezi Mungu anakuwa ni baba yenu wa kiroho. Kwa sababu Mwenyezi Mungu kishasema huko nyuma kwamba wake wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mama za waaminio, hawawezi kuwaoa. Kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakuwa ni baba wa kiroho wa nani? Wa waaminio. Makana Muhammadun aba ahadi min rijalikum, Muhammad si baba wa yeyote kati ya wanaume wenu, walakin Rasulullah, lakini yeye anakuwa baba yenu kwa kuwa kwake mtume, kwa kuwa kwake mtume. Na haishi hapo, wa khataman nabiyyin, na naye ni khatam wa manabii. Sasa madhumuni yaliyomo kwenye khatam yameunganishwa na hii wao atfu, wao yenye kuunganisha. Yeye si tu baba wa kiroho wa waaminio, wa khataman nabiyyin, bali ni baba pia wa kiroho. Yani wao ile atfu imeunganisha madhumuni yaliyomo kwenye Rasulullah na kuyapeleka mpaka kwenye khataman nabiyyin. Na si baba yenu tu wa kiroho, si baba yao tu wa kiroho, bali anakuwa pia ni baba wa kiroho wa manabii watakaotokana naye.
Yani miongoni mwa wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo mama wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa ni mama zao, watapatikana pia manabii ambao watakuwa ni wafuasi kamili wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa ndio ile aya ya sura An-Nisa aya 70, Mwenyezi Mungu anatueleza waaminio ni nani. Waman yuti llaha war rasula, na wenye kumtii Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa ulaika, basi hao wenye kumtii Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'al ladhina an'ama Allahu alaihim, ni miongoni mwa wale aliowaneemesha Mwenyezi Mungu. Minan nabiyin, wa kwanza ni manabii, wasudiqin na masudiq, wao atfiyun, washuhada na mashahid, wasalihin na maswalih, wa hasuna ulaika rafika, na hao ndio marafiki bora walioje hao. Kwa hiyo kuna madaraja manne ya waaminio wenye kumwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watakayopata wale watakayemfuata na kumwamini sawa sawa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam: manabii na masidik na mashahid na maswalih. Kwa hiyo Muhammad anasema, ma kana Muhammadun aba ahadi min rijalikum, Muhammad si baba wa yeyote kati ya wanaume wenu, walakin rasulullah, lakini kwa kuwa kwake mtume wa Mwenyezi Mungu anakuwa ni baba yenu wa kiroho, na sio baba yenu tu wa kiroho aminio, wa khataman nabiyyin, anakuwa baba wa kiroho pia wa manabii watakayetokana naye. Kutokana na hii aya, wa man yuti llaha war rasula, na wenye kumtii Allah na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alaihim, basi hao ni miongoni mwa wale walioneemeshwa Mwenyezi Mungu, minan nabiyyin, manabii, wasiddiqin na masudiq, washuhada na mashahid, wasalihin na maswalih, wa hasuna ulaika rafika, na hao ndio marafiki wema. Kwa hiyo aya ambayo wenzetu wanaitumia kufunga mitume kwa hakika haiwasaidii, bali aya imefungwa mitume. Na ndio aya yetu ya kwanza tunaweza tukasema hiyo, kuthibitisha kwamba neema ya utume inaendelea baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu watapatikana wafuasi wake watakaopata madaraja ya unabii, kama vile sura An-Nisa inavyoshadidia. Sasa wale wanaosema kwamba khataman nabiyyin, manake ni mwisho, hata kuja mtume yeyote baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanasahau kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitoa bishara kwamba atakuja Isa bin Maryam atakayetokana nasi sisi Waislamu, akiwa ni imamu wetu atakayetokana nasi. Sasa kama Isa bin Maryam ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alimsema kwamba atakuwa ni nabii wa Isa na atakuwa na masahaba zake na kadhalika na kadhalika, kukisema kwamba hakuna nabii atakayetokea baada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unakuwa unapingana na aya. Kwa hiyo aya pekee wanaoitegemea haiwaungi mkono itikadi yao kusema kwamba hakuna mtume atakayekuja, kwa sababu Isa bin Maryam Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema atakuja na atakuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu, atakuwa ni nabii wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo khataman nabiyyin, ukisema ni mwisho wa manabii, Isa atakapokuja khatama itakuwa na maana gani? Kwa hiyo khatam, sisi huwa tunaeleza wazi kabisa kwamba khatam manake sio mwisho, bali ni muhuri, ni mbora, nabii wa daraja la juu kabisa, ambapo watapatikana pia manabii miongoni mwa wafuasi wake ambao watakayekuwa wakifuata mafundisho yake kikamilifu. Na ndio ile aya, wa man yuti allaha war rasul, na wenye kumtii Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alaihim, basi hao ni miongoni mwa wale aliowaneemesha Mwenyezi Mungu, minan nabiyyin, manabii na masudiq na mashahid na maswali, na hao ndio marafiki wema. Sasa hapo utakuta kwamba aya pekee wanaoitegemea haiwaungi mkono, bali inatuunga sisi mkono kwamba tapatikana manabii. Sasa ukienda kwenye aya nyingine nyingi tu zilizomo ndani ya Qur'ani zinathibitisha kuendelea kwa unabii. Ukiwauliza, sasa nyinyi kama kweli hiyo maana mnaosema ya mwisho ni sahihi, tupeni aya hata moja.
Na mkifungua ule mjadala tuliofanya na Sheikh Abdul Qadir Adnan na wengine wengi, kuna mijadala mingi mkifungua kwenye channel yangu ya YouTube na hata ya TikTok na nini na kadhalika, tumefanya mijadala ile. Hapo unakuwa katika hali ngumu sana kupata ushahidi wa ndani ya Qur'ani kwamba hakuna mtume atakayekuja. Wa intanazatum fi shay'in, mtakapokhtilafiana katika jambo lolote, farudduhu ila Allah wa rasul, basi mlirejeshe jambo hilo kwa Mwenyezi Mungu na kwa mtume. Kwa Mwenyezi Mungu ndio kwenye Qur'ani. Tupeni aya moja tu kama kweli khataman nabiyyin, manake ni mwisho, hakuna mtume atakayekuja. Tunaomba ushahidi wa aya moja tu. Hapo hawana, na mpaka siku ya kiyama hataupata ushahidi huo. Ndio maana tukasema kwamba tuangalie sana, tutahadhari sana Waislamu. Unabii ni neema, sio laana. Kama Qur'ani inasema imma yatianakum rusulun minkum, bila shaka tafikieni mitume kutoka miongoni mwenu, yakusuna alaikum ayati, watoelezeni aya zangu. Sasa yule anasema kwamba hakuna mtume atakayekuja, amepata wapi haya mafundisho? Hii aya inampinga. Inampinga. Kuna aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema alishika ahadi na manabii. Wa idh akhadha Allahu mithaqa an-nabiyyin, nakumbukeni Mwenyezi Mungu aliposhika ahadi na manabii wote akiwemo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama ataitukum min kitabin wa hikma, nikisha wapeni kitabu na hikima. Thumma ja'akum rasul, kisha wafikieni mtume. Musaddiqul lima ma'akum, sadikishaji wale walio pamoja nanyi. La tu'minunna bihi wa la tansurunnahu, basi ni lazima mumwamini na kumsaidia. Nikisha wapeni kitabu na hekima, ni kwamba kitabu na hekima kimeshakamilika hapo sasa. Thumma, hatua inayofuata ni ya kuja kwa mtume msadikishaji wale walio pamoja nanyi ndani ya kitabu hicho chenye hekima. Sasa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye pia alishika ahadi hii. Sura hiyo ya Al-Ahzab mwanzoni kwa ya 8, Mwenyezi Mungu anasema idh akhadna minan nabiyina mithaqahum, nakumbuka tuposhika na manabii ahadi yao, wa minka, na wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa min Nuh, na Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa ibn Maryam, na Isa mwana wa Maryam. Wa akhadna minhum mithaqan ghalidhan, na tulishika nao ahadi iliyo ngumu. Sasa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yumo katika manabii walishika ahadi. Mradi wake ni nini? Manabii wote hawa wanafahamishwa kwamba katika siku za akhir zaman, upotevu utakapokuwa mkubwa, Mwenyezi Mungu atamleta nabii miongoni mwa Waislamu atakayekuja kuwarudisha wanadamu katika njia sahihi ya Islamu. Na mitume wote wakina Musa, wakina nani, walishika ahadi ya kumpokea nabii huyo kwa niaba ya watu wao. Kwa hiyo kama kuna Wakristo, kuna Wayahudi, kuna nani, basi wote waelewe wazi kabisa kwamba mitume yao walishashika ahadi na Mwenyezi Mungu ya kumwamini na kumsaidia huyu nabii ambaye amekuja katika zama hizi, na si mwingine ndiye mwanzilishi mtukufu wa Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam, ambaye ameutangazia ulimwengu kwamba yeye ndiyo yule Masihi Isa bin Maryam, Imam Mahdi, Buddha, Krishna, Zoroaster na kadhalika, ambao wanasubiriwa na watu wa dini hizo. Kwa hiyo kuja kwake yeye, mradi wake ni kwamba yeye amekuja kutimiza bishara za manabii wote hao. Kwa hiyo kama kuna Mkristo, basi aelewe, akishamuona huyo aelewe kwamba Yesu alishika ahadi ya kumwamini na kumsaidia. Kwa hiyo anatakiwa awe Muislamu wa Ahmadiyya, ambaye ndio atakayekuwa ameufuata Uislamu wa kweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye kushika ahadi ya mradi wake ni huo, wale watakayekuwa najinasibisha na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam watakaposikia kwamba amekuja nabii wa Mwenyezi Mungu ndani ya umati huu akiwa kama Imam Mahdi na Isa bin Maryam, basi wanatakiwa wamfuate nabii huyo. Wale watakuwa wampingana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kabisa kwa yushiku an asha minkum, huenda atakayeishi kati yenu, an yalka Isa bin Maryam, akakutana na Isa mwana wa Maryam, imaman mahdiyan, akiwa Imam Mahdi, hakaman adalan, hakimu mwadilifu, yuqimu an-nasa ala millati wa shariati, huyo ataimarisha watu katika mila yangu, sunna yangu na sheria yangu. Wayad'uhum ila kitabillahi azza wa jalla, naye atawaita katika kitabu cha Mwenyezi Mungu, yani Qur'ani tukufu. Mtume sallallahu anaendelea, man ata'ahu ata'ani,
Atakayemtii huyo atakuwa amenitii mimi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na atakayemwasi atakuwa ameniasi mimi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na katika sehemu nyingine asema, ala fahamuni fa innahu, huyo Isa bin Maryam atakayekuja, khalifati, atakuwa ni khalifa wangu, fi ummati, ndani ya umati wangu. Yani atatokana na Waislamu. Isa bin Maryam anayesubiriwa kuja atakuwa miongoni mwa Waislamu, na ndiye mwanzilishi mtukufu wa Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam. Yeye ndiyo yule Imam Mahdi anayesubiriwa. Isa bin Maryam ametokana ndani na Waislamu. Wenye masikio na wasikie. Inshallah tutaendelea na darsa hili. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.